Yes, karibu sana mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kiko nchini Misri leo, kimefanya mazoezi yake ya mwisho katika dimba ambalo sio dimba rasmi kwenye mchezo wa kesho, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Ni moja kati mazoezi yenye morali nzito kweli Simba, ambapo wamefanya mazoezi yao ya mwisho kujiandaa na mchezo wa kesho, mchezo ambao wa ligi ama mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, huku morali ya wachezaji iko bora zaidi na kila mchezaji ameonyesha nia ya dhati kweli kuhitaji mchezo huo, na huku kocha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba Fadlu Davis amesema kwamba yeye yuko tayari kwenda kukipeleka kikosi chake, kikosi ambacho kitakachoingia kesho, huku kikienda kumkosa golikipa number 1 Musa Kamara Pimpin, ambaye kipa huyo imeelezwa ni sababu ya majeraha ambayo aliweza kuyapata katika mchezo uliopita ama michezo kadhaa iliyopita, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo wa Azam. Musa Kamara alipata majeraha ya goti na majeraha hayo yameweza kumpelekea kuto kushiriki kwa mchezo huo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kubwa kuliko ni kipindi ambacho Simba akiendelea kufanya mazoezi katika mchezo huo wa hapo kesho, ni rais wa heshima pamoja na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mohamed Dewji ameweza kutembelea mazoezi hayo ya mwisho, na huku akizungumza nao na kuwapa ahadi nzito kweli kulingana na presha ya mchezo huo. Mo Dewji ameweza kuwatembelea wachezaji hao huku akiwa katika uwanja wa mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa kesho. Pili baada ya Mo Dewji kufika katika uwanja wa mazoezi na huku akiwatazama wachezaji ambao wameweza kuwasili nchini Misri, ni kwa ajili ya kuwapa hamasa na kuahidi fedha shilingi bilioni 150 ili kwa ajili ya kufanya vizuri katika mchezo huo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mo Dewji amempa maagizo kocha mkuu wa kikosi Fadlu Davis na pamoja na nahodha mkuu wa kikosi hiko Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, kwa maana kwamba amewaambia Watanzania na hususan mashabiki wa Simba wanahitaji mchezo huu wa kombe la shirikisho barani Afrika, lakini sio tu tunahitaji kuvuka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Mo Dewji amewaambia wachezaji wa Tanzania wote waliokuwepo kule nchini Tanzania wanawatazama kwa jicho la tatu, na huku madua mengi yakiendelea kuwaombea nyewe wachezaji ili mwisho wa siku watu waweze kupata matokeo katika mchezo huu wa shirikisho barani Afrika. Mo amemaliza kwa kusema kwamba shilingi milioni 150 ameweza kuiweka mezani kwa ajili ya kuwapa hamasa wachezaji pamoja na benchi la ufundi, huku wachezaji hao wakiendelea kwenda kutumika katika mchezo huo wa mwage jasho na damu ili mambo yaende kuwa mazuri zaidi. Mo Dewji amewaambia wachezaji takriban kwa misimu kadhaa michuano ya CAF Simba ikiishia robo finali, sasa msimu huu tunahitaji kuvuka katika hatua hii ya robo finali, huku akimaliza kusema kwamba kauli mbiu katika michuano hii tunasema kwamba hii tunavuka. Sasa hii ndio mechi yetu ya kwanza katika mchezo huu wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kama ni mchezo wetu wa kwanza, basi hakika lazima mambo yaende kuwa mazuri zaidi na lazima tuweze kuvuka katika hatua hii ya robo finali. Mchezo wetu wa kwanza na mchezo wetu wa pili utaenda kupigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Siku za hivi karibuni CAF waliweza kufungia uwanja huo wa Benjamin William Mkapa, lakini leo uwanja umeweza kufunguliwa na sasa kitaenda kuwaka katika dimba hilo la Benjamin William Mkapa itakapoenda kutimia April 9 ya mwaka 2025. Mo Dewji amewatoa hofu wachezaji kwa maana kwamba
Sisi viongozi pamoja na wadau mbalimbali wa michezo nchini Tanzania tupo na nyie. Lengo la mimi kufika mpaka nchini Misri ni kwa ajili ya kuwapa hamasa. Mimi nipo nyuma yenu na hakika tunawaamini kuelekea katika mchezo huo wa robo fainali, huku wachezaji wakiakilishwa na nahodha mkuu wa kikosi Mohamed Hussein Shabalala. Amemwahidi Bwana Mo Dewji kuambia kwamba sisi ni wachezaji. Lengo kubwa la kuweza kuajiliwa katika taasisi hii ya klabu ya Simba ni kwa ajili ya kwenda kutetea ama kuwapa furaha mashabiki wa Simba na wanachama. Hakika sisi tupo kwa ajili yenu nyie, na sisi ni kama wakilishi wachache ambao tuliokuwepo katika ardhi hii nchini Misri. Hakika kila jambo litaenda kuwa vizuri zaidi, na hakika tutaweza kupata matokeo katika mchezo huo. Mo Dewji amesema kwamba nyie tunawategemea, lakini Shabalala amemaliza kwa kusema kwamba wachezaji wote walioweza kufika nchini Misri, kila mchezaji uso wake unaonesha morali ya hali ya juu, na kila mchezaji akionyesha nia ya dhati kuhitaji mchezo huo, na kila mchezaji anatamani kufanya makubwa kuelekea katika mchezo huo. Tunajua Watanzania, mashabiki wa Simba na wanachama, sisi wachezaji tunajua wanachokitegemea kutoka kwetu, na sisi hatutaweza kuwaangusha. Neno kuu kutoka kwa kocha mkuu wa kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba, Fadlu Davis, amemwahidi Mo Dewji kuambia kwamba sisi tupo nyuma yenu, na hakika mimi ndiye niliyeweza kubeba dhamana ya kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Simba wana historia nzuri sana katika michuano hii, hususan msimu huu. Takriban michezo mitatu waliweza kupata matokeo chanya huku akiwa katika ardhi ya ugenini. Mchezo wao wa kwanza walicheza dhidi ya Constantine. Simba waliweza kufungwa magoli 2-1, lakini kipindi cha kwanza Simba waliweza kupata goli moja kutokea kwa Zimbo Junior Shabalala. Simba waliweza kupata matokeo katika ardhi ya Tunisia, goli likifungwa na Charles Ohua, lakini pia Simba waliweza kupata matokeo chanya mchezo uliopigwa pale nchini Angola dhidi ya Bravo, na mchezo huo ulitamatika kwa sare ya goli 1-1. Kwa msimu huu Simba imekuwa na matokeo mazuri sana. Simba ikiwa ugenini wanakuwa ni wachezaji ama inakuwa ni timu ya kushambulia kwa haraka zaidi, lakini pia ni timu ambayo inaweza kujilinda kwa haraka zaidi. Lakini ukiwatazama Al Masry ni moja kati ya timu ngumu kweli, hususan wakiwa katika ardhi ya nyumbani. Al Masry wanacheza mpira mzuri zaidi, mpira wa kushambulia, mpira wenye kasi zaidi, huku wakiwa katika ardhi ya kwao. Simba wapo katika nafasi nzuri ya kusonga hatua ya nusu fainali, lakini pia Al Masry na wao pia wako katika hatua nzuri ya kusonga hatua ya nusu fainali. Takriban ya michezo 4 mbalimbali waliocheza timu hizi mbili, michezo 4 kwa upande wa Al Masry yote hakuweza kupata hata ushindi hata mchezo mmoja. Michezo kadhaa aliweza kutoa sare na michezo kadhaa aliweza kufungwa, huku kwa upande wa Simba takriban michezo hiyo Simba ameweza kupata ushindi wa magoli mbalimbali. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara Simba ameweza kupata ushindi. Mchezo wa Coastal Union Simba pia ameweza kupata ushindi. Michezo miwili ya kombe la CRDB Bank Federation Cup Simba ameweza kupata ushindi dhidi ya TMA, lakini pia Simba ameweza kupata ushindi dhidi ya Bigman. Mchezo yote hiyo ya kombe la shirikisho CRDB Bank Federation Cup, Simba dhidi ya Al Masry, nani atapata